kuna maeneo takribani 4 ambayo yana historia sana ya Uislamu, na nimeweka adhima kufika katika maeneo hayo kutambua historia ya Uislamu, lakini kubwa kutengeneza data, kumbukumbu za kutambua mchango wa Waislamu katika manufaa ya taifa la Tanzania. Unajua leo kwa namna historia inavyotengenezwa, inayosomeshwa mashuleni, Waislamu wanasahaulika mchango wao katika taifa hili. Ni maneno ambayo sitamani kuyatafuna maneno. Ni maneno nataka niyaseme ili dunia ijue. Na siku zote unapomnyima mtu historia, umemfanya kuwa mtumwa. Mtu anapata thamani yake kwa historia yake. Mimi nimepata fursa kidogo ya kufuta ujinga kwenye historia. Nimewahi kusoma kwenye makanisa, lakini nikiwa Muislamu. Nilisoma kwenye makanisa na nilisoma historia ya Uislamu Tanganyika. Nilisoma historia ya kuingia kwa Mjerumani Tanganyika na pwani yote ya Azania. Tunapozungumzia pwani ya Azania, tunazungumzia Durban, South Africa, mpaka Kisimayu iliyopo Somalia. Pwani hii ya bahari ya Hindi ina historia kubwa ya Uislamu. Lakini Waislamu walipokuja katika maeneo haya, Waarabu wale walipokuja katika malengo ya kibiashara, miongoni mwao walifanya harakati za kufundisha imani ya Uislamu. Waislamu wa Tanganyika wa Afrika wakaanza kujifunza utamaduni wa Kiislamu. Na watawala wengi wa kifalme walioishi katika zama za kabla ya kuja Mjerumani walisilimu na kuwa Waislamu. Wakaamua dola zao kuziendesha katika misingi ya Uislamu. Naweza kutoa mfano wa mfalme wa Songea, mfalme Songea katika mkoa Ruvuma, Mbano Songea. Yeye katika historia, wale wanafunzi waliokuwa wakipigana naye vita enzi hizo, wakimsaidia kupigana vita, wote walikuwa Waislamu. Majina yao unapokwenda katika kanisa la Peramiho Songea, utaona linaanza jina la Kiislamu alafu linakuja jina la Kikristo. Manake walikuwa Waislamu, baada ya Mjerumani kuja ndio wakafanya nini? Wakabatizwa. Kama ilitokea kweli walibatizwa, kwa sababu kuna historia pana kidogo hapo na muda hautoshi kuieleza. Sasa nikirejea maeneo 4 makuu yenye historia ya Uislamu ama 5 katika nchi yetu yako kikanda. Kuna ukanda wa Pwani ambao unabeba Kilwa, ndio eneo la mwanzo kuupokea Uislamu. Inasadikiwa Kilwa ulipokelewa Uislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Na maswahaba waliondoka Kilwa, baadhi ya watu waliondoka Kilwa kwenda Maka kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaambiwa yuko Madina, wakaenda Madina. Wanafika Madina, Mtume sallallahu amefariki miezi 3 kama si wiki 3. Kwa hiyo akakutana na ukhalifa wa Saidina Abi Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Wakaondoka kule wakiwa na msahafu ambao maswahaba walikuwa tayari washaandaa, wakaja kuifundisha dini katika Kilwa. Kilwa ikawa dola kubwa ya Kiislamu. Kilwa ndiyo dola ya kwanza ya Kiislamu iliyomiliki fedha yake yenyewe, na katika pesa yao iliandikwa al-mulki lillah,
ufalme ni wa Mwenyezi Mungu. Fedha ile ilikuwa ni ya dhahabu, na dola ambayo ilikuwa na nguvu kubwa sana. Uislamu baada ya pale ulisambaa katikati ya Tanganyika, magharibi mwa Tanganyika, nazungumzia Kigoma, ukasambaa upande wa pwani ya mashariki ya kaskazini ya Tanganyika, nazungumzia Tanga na maeneo kama hayo, kwa sababu Tanga walichukua Uislamu kutoka kipande hiki na kutoka upande wa Kenya, upande wa Lamu, coast ya Kenya pia. Sasa nataka nionyeshe nini hapa? Kwamba unapotazama katika historia, Uislamu uliingia mapema Tanganyika kuliko Ukristo. Wakristo walikuja baada ya utawala wa Mjerumani, ndio Ukristo uliingia. Manake Waislamu waliwakaribisha Wakristo katika nchi hii, na kwa sababu ya tabia bora za dini ya Kiislamu na mafundisho sahihi ya Mtume SAW, Waislamu hawakuwabugudhi Wakristo. Waliwafanya ndugu zao, waliishi nao, waliwapa uhuru wa kuabudu. Ndio maana leo unapokwenda pale Dar es Salaam, Dar es Salaam kihistoria eneo lote walikuwa wakiishi Waislamu, wakati huo ikiitwa Mzizima. Eneo lote la Dar es Salaam walikuwa wakiishi Waislamu. Wamisionari walipotaka mahali pa kuishi, kwa sababu ya culture zao zinatofautiana na culture za Uislamu, wakapewa eneo la Msimbazi Kota, ambayo inaanza bonde la Kigogo linalotenganisha Kigogo na Ilala, kwenda mpaka Blue Hills kabla hujafika mpaka wa Kariakoo na Ilala Kota. Nadhani naeleweka sawa sawa. Eneo hili lilikuwa linaitwa Mission Kota, wakawa wanaishi pale Wakristo, kwa sababu wao walikuwa wakiishi wakila vya haramu ambavyo Waislamu walikuwa hawezi kula. Lakini Magomeni, Kinondoni, Kariakoo, yote ilikuwa Waislamu. Na madrasa kuu ya Waislamu ya kufundishia dini ilikuwa Posta. Sehemu ya majengo ya madrasa kuu ya Uislamu ya kufundishia dini ni Ikulu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Magogoni. Na ndiyo maana mpaka leo mageti yaliyopo, mlango mkuu wa geti la Ikulu, kuna maneno Bismillahirrahmanirrahim yameandikwa katika mlango. Hayakuachwa kwa bahati mbaya. Eneo lile lilikuwa ni himaya ya Waislamu. Wajerumani walipokuja, Waislamu hawakutaka kwele, waliwapa nafasi, wakaifanya lile eneo kuwa ni Ikulu yao. Walipokuja Waingereza pia wakapata fursa, wakaifanya Ikulu yao. Ilipokuja serikali ya Jamhuri, Mwalimu pia akashauri Ikulu ibaki pale pale. Ndio maana ukiangalia katika historia, majengo mengi ya asili makubwa katika Posta ni mali ya Waislamu iliyopelekwa mikononi mwa serikali ya Jamhuri. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha upendo, umoja na mshikamano uliofanywa na wenyeji wakati wanawakaribisha wageni. Lakini historia inataka kuwasahau wenyeji. Inalazimu kuwaacha wageni waonekane ndio wenye la kwao. Leo ukizungumzia swala la uhuru, 90% watakwambia aliyedai uhuru Nyerere. Lakini swali linakuja, kadai uhuru akitokea wapi? Alikuwa na kina nani? Watu hawajui historia ya chama cha wafanyakazi kilivyobadili kutoka taa kwenda tano, walivyounganisha vyama, walivyokubaliana, na katibu mkuu wa kwanza wa tano ni Muislamu. Wajumbe wote wa baraza la tano walikuwa Waislamu. Waliwaalika watu wawili. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1985, wakati anawaaga wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, anang'atuka kutoka katika madaraka ya urais, moja ya maneno yake alisema wakati wanadai uhuru wote walikuwa Waislamu, isipokuwa Wakristo walikuwa yeye na John Rupia. Wote walikuwa Waislamu isipokuwa yeye na John Rupia. Alienda mbali zaidi mzee huyu, akasema ilifikia mahali aliwahi wakati wa kwenda kudai uhuru, Waislamu walikubaliana nchi nzima wafunge
Na Mwalimu Nyerere funga hii aliifanyia Bagamoyo almarhum Sheikh Ramia, na alilazimika kufungishwa saumu asubuhi mpaka jioni, japo Mkristo hakula na yeye. Anasema ilipofika saa 11 kichwa kilikuwa kinaniuma kwa njaa. Nikamwambia Sheikh, naweza kuonja chochote? Akamwambia marufuku, umalize. Bado dakika chache tu Julius, tutamaliza hili jambo. Ilipofika magharibi wakafuturu, dua zikafanyika. Wanahistoria wanakwenda mbali zaidi, wanasema alichinjwa ng'ombe. Dua zilizofanywa maeneo ya uwanja wa Al Hassan Mwinyi Tabora, wazee wa Kiislamu, huu na uzungumzia ukanda wa Kigoma, walifanya dua mpaka ng'ombe alitumbukia chini ya ardhi. Ni mazindiko makubwa alifanyiwa Mwalimu ili asiende kudhuliwa na wazungu wakati wa kuomba uhuru. Kwa mchango wa Uislamu katika uhuru wa nchi hii ni mkubwa. Mchango wa Uislamu katika amani ya nchi hii ni mkubwa. Mchango wa Uislamu katika kustawisha maendeleo, umoja, mshikamano wa nchi hii ni mkubwa. Muislamu ana historia na uhuru wa Tanganyika na historia ya Tanzania kwa ujumla, lakini hawajulikani. Sasa unapozungumza Waislamu lazima utakuja kuzungumza Kondoa Irangi. Huwezi kuzungumza historia ya zamani zaidi ya Uislamu katika karne ya kwanza kama hujazungumza Kondoa Irangi. Mimi nikasema natamani kufika Kondoa Irangi, nikapate maneno ya wazee, waniambie historia ya Uislamu isije ikapotea. Tuiweke kwenye kumbukumbu, jamii ipate kujua. Sasa si tu Uislamu, kwa kufanya hivyo maana yake tunakuja kutambua watukufu wacha Mungu walioishi zama hizo, ambao walimbembeleza Mungu mpaka uhuru ukawa mwepesi usiokuwa kumwaga damu. Nchi za wenzetu nyingi zimemwaga damu. Nchi nyingi kupata uhuru zimemwaga damu, lakini Tanzania hatukumwaga damu. Hatukumwaga damu kwa sababu ya kuwa na akili nyingi za kuwashawishi wazungu. Wazungu hawakuwa tayari kuiachia Afrika. Walikuwa kwao ni ngumu kwa sababu ni chumo lao la kimapato Afrika. Na ndio maana pamoja na kuziachia nchi za Afrika kimadaraka, lakini bado wanaendelea kuzitawala kwa ukoloni mamboleo. Sasa vipi wazee hao walifanikiwa? Walikuwa wacha Mungu, walimshirikisha sana Mwenyezi Mungu katika kudai haki yao, na Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja nao. Sasa sisi watoto wao, vijukuu vyao, tunajivunaje? Tunawezaje kujivunia nguvu iliyofanywa na wazazi wetu? Lazima tujue historia. Tukijua historia itatusaidia kuona sisi kina nani, tulikuwa wapi, hapa tulipo wapi, tunapokwenda wapi, na vizazi vyetu tunaviandaje kwa kesho. Kwa sababu yako mambo ya kujiuliza. Kama madrasa zilikuwepo na watu walikuwa wanafundishwa zama hizo kabla ya kuja Muingereza na Mjerumani nchi hii, Waislamu walikuwa wakifundishwa dini, wakatambua kusoma, kuandika, wakajua baadhi ya vitu. Maana yake taifa hili Waislamu walikuwa na hospitali mapema, taifa hili Waislamu walikuwa na shule na vyuo mapema. Lakini swali linakuja, mbona leo hawana? Vilienda wapi? Kuna watu wanaweza wakaona Waislamu ni wazembe, hawajitambui, hawana shule, hawana vyuo. Hapana. Sehemu kubwa za mali za Waislamu zilitaifishwa. Sehemu kubwa za mali za Waislamu zilitaifishwa. Mimi nilikwenda Katavi. Ulipo msikiti wa Ijumaa Katavi leo, kipande hicho na soko lote mpaka shule ya msingi iliyo karibu na Katavi, msikiti wa Ijumaa ambayo iko chini ya Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA, hiyo shule ni Waislamu na ilichukuliwa zama za Mwalimu Nyerere, iliporwa. Ndio sasa hivi Sheikh Kakurukuru anapambana kuirudisha hiyo shule. Lakini mnaona Mwanza pale kwa Sheikh wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Al-Habibi Al-Haji Sheikh Kabeke, Mbugani, shule ya msingi ambayo sasa wameichukua, Waislamu wamerudishiwa ile shule na wakaamua kufanya biashara nyingine za uendelezo wa biashara na kuangalia hatima ya kiuchumi. Kwa sababu kauli mbiu ya Mheshimiwa Mufti ni kuhakikisha Waislamu tunajikimu kiuchumi. Waislamu kama uchumi umetukimbia ni mtihani.
Huwezi kuendesha shughuli za dini kama huna fedha. Kwa hiyo nisiweke maneno mengi, jambo kubwa nilichotaka wazee wangu ni hicho. Nataka ushirikiano wenu wa kina, nijifunze, mnielezee historia ya Uislamu. Nimefurahi, namuona baba pale mtu mzima sana mashallah, namuona baba hapa, namuona baba pale, wazee haswa ambao mimi wanaweza kunijukuu, sio kunizaa, wananijukuu huku wanakimbia. Naamini leo nitajifunza kitu sana. Sheikh wa msikiti wa Ijumaa, Sheikh wangu, naamini nitajifunza vitu vikubwa kutoka kwenu. Dakika chache, angalau dakika 15 10, mnitemee maneno, lakini kubwa mniombee dua. Mimi mtoto wenu nahangaikia dini. Mimi ni mtu wa kuzunguka. Hivi ninavyosema leo, na miezi miwili sijaonana na familia yangu. Nishatembea mikoa 7. Leo asubuhi nilikuwa naongea na mke wangu mmoja, anambia metu, sasa rudi nyumbani kwanza, hiyo kukufuata huko tumechoka. Lakini nataka niseme nini? Nataka niseme kwamba tunatoka kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Tunatamani kuona dini yetu inasonga mbele. Nilikuwa mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe. Songwe tumefanya mkutano siku 7, wamesilimu zaidi ya watu 12 na tumefungisha ndoa moja. Mtu na mwenzake wamesilimu, hawajafunga ndoa, tukawapa ndoa kwenye Uislamu. Si ndio inavyotakiwa Sheikh? Tukawapa ndoa kwenye Uislamu. Zote hizi ni harakati za dini. Na niwaambie, kuwepo kwangu hapa nitakuwepo mpaka mwishoni mwa mwezi huu wa 11 biidhnillah. Tarehe 15 mpaka tarehe 22 tuna jambo linafanyika pale mjini, na baada ya tarehe 22 kwenda mwanzoni mwa mwezi wa 12 jambo litakuja Kondoa, nako tutakuja kufanya jambo. Tunatamani angalau siku 3 tukutane pale Kondoa mjini, vijiji vyote, tubadilishane fikra na mawazo. Ule mwaka ambao nakuja, Sheikh ananikumbusha, katibu mwenyekiti ananikumbusha namna tulivyokuwa tunajenga, tunaweka madirisha ile floor ya juu. Nakumbuka tulisilimisha zaidi ya watu 40. Tulisilimisha sana ile. Zaidi ya watu 40 50 walisilimu. Maana ile mkutano nakumbuka yani Kondoa na vitongoji vyake ilikuwa pale. Kwa unaisha mkutano saa 12:30, mtu wa mwisho anatoka uwanjani saa 2. Natamani tuwe na jambo kama hilo ili dini iende. Wallahi mimi nasikia faraja sana, Kondoa watu wanaipenda dini yao. Kama kuna mahali Uislamu unawakilishwa Kondoa, na uwakilisha Uislamu vizuri. Yani ukitafuta maimamu 100 bora, basi 50 watakuwa wanatoka Kondoa. Ukitafuta wasoma Qur'ani 100 bora, 50 watakuwa wanatoka Kondoa. Sasa unawakilisha Uislamu kwa kiasi gani? Wallahi Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri nyi wazee. Yapo huko mtihani, vijana vizazi vya sasa hivi vina mtihani. Wanasema utandawazi umewashika. Vijana wa sasa hivi baadhi yao utandawazi umewashika. Wanajiita wa mjini, wanasahau dini. Lakini ukitaka kujua, Warangi wanauheshimisha Uislamu. Leo nenda Dodoma mjini, ifike Idi, ndio utajua Dodoma Waislamu wengi kuliko wasokuwa Waislamu. Maana Idi pale huwa inaswaliwa. Mimi mwenyewe nimeshawahi kuswali Idi kadhaa Dodoma. Huaga nauliza hivi Waislamu kumbe wengi kuliko Wakristo hapa mjini Ndio ukweli. Mengine yatakuwa maneno tu. Lakini hayo yote yanawezekana kwa sababu mmejitahidi kusomesha Kondoa Irangi, mmejitahidi kuweka misingi ya dini Kondoa Irangi. Kondoa Irangi ndio mahali pekee kwa sasa iko tabia kuanzia Januari mpaka Desemba, kama sio maulidi basi hauli za kifamilia, mtakuta watu wamejazana, wanamswalia Mtume, wanafanya mambo ya dini. Hii inafanya watoto wadogo kuto kuisahau dini. Mtoto ni kama vile ubao sio na chochote, au karatasi nyeupe kama aliyoshika babangu pale. Karatasi ile ni nyeupe, yeye ndiye ataitia maandishi pale. Akiandika matusi, kila atakayesoma kitakuwa matusi. Akiandika tungo za shairi, kila atakayesoma itakuwa shairi. Atakayeandika
wasifu au kusifiwa kwa jambo, kila kitakachosomwa kitakuwa ni chenye kusifu. Mtoto ni kama karatasi nyeupe, unachompanda ndicho anachosomeka mbele za watu. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri kwa namna mnavyowatriti watoto na kuwafanya vijana wanaopenda dini. Mimi naangalia kule Dar es Salaam, kama leo tutaangalia madrasa Dar es Salaam, kama tutaziangalia madrasa Dar es Salaam, kama ziko 500, basi katika hizo 250 wanafundisha Warangi, zinazobaki ndo tunagawa na wengine makabila mengine. Ndio ukweli, tusifichane, lazima tukubali tu, ndio ukweli. Hii ina maana watu wamejitoa katika kusomesha na kusoma dini, na wamekubali kujitoa kwenye dini, kwa sababu mshahara wa mwalimu wa madrasa ni mdogo, lakini watu wako tayari kufanya kwa kile kidogo ili watafute radhi za la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.